Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. IDF imefanya mashambulizi mengine dhidi ya malengo ya miundombinu ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa Tehran baada ya kugonga angalau vituo viwili vya petrochemical nchini Iran siku moja kabla. Wakati huo wizara ya ulinzi ya Saudi Arabia ilidai kuwa vifusi vya kutekwa na uharibifu kwa angalau makombora 7 ya balistiki vilianguka karibu na vifaa vyake vya nishati na uharibifu unaendelea kutathminiwa. Vikosi vya Israel vimeendeleza operesheni yake kwa kushambulia kituo kikubwa zaidi cha kemikali cha petroli cha Iran katika uwanja wa gesi asilia wa Paz Kusini na kituo cha kemikali cha petroli katika mji wa Mavdashti mapema siku ya jana Jumatatu, wakati Rais Donald Trump akiongeza vitisho vya kushambulia miundombinu ya Iran ikiwa usafirishaji wa meli unaohusishwa na Amerika na Israel hautaruhusiwa kupitia mlango wa Hormuz kufikia siku ya Jumatano. Ni Trump ambaye ana takribani saa 20 ambapo mwisho ni karibia saa 2 kamili usiku wa siku ya leo Jumanne kujisalimisha kwa Iran au kuona nchi hiyo ikirejea katika enzi za mawe. Hatutarudi nyuma, Mahdi Mohamed, mshauri mkuu wa spika wa bunge la Iran Mohamed Bagher Kalibaf, alidai. Iran imesema kwamba haitorudi nyuma katika mapambano na imesema kwamba ikiwa Marekani ama Donald Trump ambaye ameipa masharti Iran ijisalimishe dhidi ya Marekani, kwamba hata washirika wake watarejea katika enzi za mawe kama anavyotaka kuifanya Iran. Tehran imeripotiwa kukataa pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano lililosambazwa na wapatanishi wa Misri, Pakistan na Uturuki. Badala yake imetoa mpango wa vipengele 10 ambao unatoa wito wa kukomeshwa kabisa kwa vita. Madai hayo yanaripotiwa kuwa ni pamoja na kukomesha migogoro katika eneo lote, itifaki za kuhakikisha kupita kwa usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz na kuondolewa kwa vikwazo na masharti ya ujenzi mpya, imeeleza taarifa hiyo, ikionyesha kwamba Wairan hawapo tayari kwa ajili ya kuhakikisha wanachana na vita hivyo, licha kwamba wanashambuliwa vibaya dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Hata hivyo, kumekuwa na mambo muhimu ambayo yamejiri wakati huu. Riyadh bado haijathibitisha rasmi ukubwa wa uharibifu uliofanywa kutokana na mashambulizi ya Iran, lakini video nyingi zilizoshirikishwa na vyanzo vinaunga mkono Iran zinadaiwa kuonyesha milipuko kadhaa ya moto mkubwa katika eneo la viwanda la nchi hiyo ya Jubail ambalo pekee huzalisha takribani 7% ya bidhaa za petrokemikali duniani. Katika hatua nyingine, waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz amesema IDF italenga uongozi wa Iran mmoja baada ya kuuawa kwa Meja Jenerali Majid Khadem, mkuu wa ujasusi wa Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Lakini kuuawa katika mojawapo wa mashambulizi hayo ni kutokana na mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Israel. Katika mambo mengine yaliyojiri wakati huu ni kwamba Wizara ya Afya ya Iran imesema takribani watu 2076 wameuawa tangu Februari 28, wakiwemo wanawake 240 na watoto 212, huku zaidi ya watu 26,500 wakijeruhiwa. Takribani wa Amerika 15 wamejeruhiwa katika shambulizi la hivi punde la ndege isiyokuwa na rubani ya Iran kwenye uwanja wa ndege wa Ali Al Salem huko Kuwait usiku kucha, ripoti ya CBS News ikitoa mfano wa maafisa wawili wa Amerika wanaofahamu juu ya suala hilo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.